mpaka sasa tulikofikia stage zote tumeshiriki 100%. Sioni kama kuna gap ambalo tena tunalo. Kama unavyoona daraja hili liko almost naenda hatua za mwisho. Kwa hiyo ndio stage ya mwisho hii. Kwa hiyo baada ya hapo kama mnavyoona ile daraja kilichosalia ni kujenga zile kuta ambazo tumeshaanza za kutenganisha magari, zile opposing lanes, pamoja na kingo za kuzuia protection, tuseme nani, zile walls, na kuweka lami na kuja kufunga taa kubwa ambazo na teknolojia tofauti hakuna iliyosalia. Daraja litakapokamilika hili, kwanza tutatumia muda mfupi zaidi kukatisha, dakika 3 hadi 4 umeshakatisha. Lakini pili, kutakuwa na uhakika wa usafiri masaa yote 24 kuliko ilivyo sasa, kwamba kama feri zitakuwa zimeharibika, uwezekano uhakika wa kusafiri muda wote haupo. Lakini tatu, daraja hili kama mnavyosema kwamba ni daraja refu kwa hapa Afrika Mashariki na Kati, ni nembo ya nchi na vile vile ni kivutio kwa nchi. Watu watakuja kufanya utalii hapa wakitoka sehemu mbalimbali, kwanza kuona daraja refu kuliko lote katika Afrika Mashariki. Lakini vile vile litaleta manufaa mengi hasa ya kiuchumi, kwa sababu kama unavyojua Mwanza ni hub ya kibiashara. Kwa sababu ile daraja sasa litaunganisha mikoa yetu ya mkoa wa Mwanza na mikoa jirani kama vile Geita, taunganisha na Kigoma, Bukoba na nchi jirani kama Rwanda, Burundi na Demokrasia na Kongo. Kwa hiyo ukiona uhakika wa kusafiri hapa, maana yake mikoa hii na nchi jirani watakuja kufanya biashara hapa. Lakini strategically ili daraja litasaidia kwa sababu baada ya reli kukamilika, inajengwa hii reli ya mwendokasi kutoka Dar es Salaam mpaka Mwanza. Maana yake mizigo mingi itakuwa inakuja inapita hapa kwetu. Na kama unavyojua pale Fela ambako ndio wenzetu wa TPA wamepoint out ni sehemu ambayo watajenga bandari kuu, ya ambapo mizigo yote ya kutoka Dar es Salaam inaenda nchi jirani pamoja na mikoa ya hapa jirani itakuwa inafikia pale. Kutoka pale itasafirishwa kwa malori. Sasa malori lazima yatapita hapa darajani kwetu. Na kama tulivyosema, hili daraja limekuwa design kubeba uzito zaidi ya zaidi ya tani 120 kwa wakati. Kwa hiyo mizigo ya kila aina itapita hapa, maana yake kazi ya daraja letu hili. Za kutumia saa nzima kuvuka kwa kivuko, ila kwa kutembea kwa miguu kuna unafuu. Hata kama likiisha, hata kama mtu akisema kana kwamba atumie hata usafiri pikipiki, kuna unafuu. Unaweza ikawa hata dakika 5. Kama wala Mwanza tunamuomba Mama Samia atusaidie lile daraja liishe kwa haraka, kwa sababu sisi akina mama wafanya biashara, jasiriamali, biashara tunafuata kule ngambo ya pili, usafiri unakuwa changamoto. Mtu mwingine unakuta labda hata ana usafiri, anaamua atembee. Kwa hiyo lile daraja litasaidia kiasi fulani. Mimi nimewahi kukaa zaidi ya masaa 3, masaa 4 hapo Kigongo Feri nikisubiri kivuko. Tunafika tunaambiwa kivuko kimekwenda. Kivuko kimekwenda, kwa hiyo inabidi tukisubiri mpaka kurudi tunakuta abiria ni wengi, kwa magari kuvusha ni mengi. Kwa hiyo sasa hii tunajikuta unasubiri zaidi ya masaa 4. Kukamilika kwa daraja hili litasaidia mambo mengi sana. Yaani adha usafiri itakwisha, watu watafanya biashara zao kwa uhuru na amani na kwa wakati, wataleta biashara zao zitafanyika kwa wakati. Ni wazi kabisa katika shughuli za kiuchumi daraja hili litakuwa ni mkombozi. Utaona utumiaji wa vivuko vya majini ni kweli vilikuwa vikitusaidia, lakini kwa kuchelewesha muda. Sasa daraja hili linakwenda kutuokolea muda, na wanasema wataalamu, muda ni pesa, muda ni mali. Sasa kutumia maji kilomita zile na kutumia nchi kavu kilomita zile, ni wazi kabisa anayetumia nchi kavu atafika kwa uharaka sana. Wanakadiria lile eneo lina kilomita 3. Kilomita 3 ndani ya maji ni ndefu kuliko kilomita 3 nchi kavu, kwa sababu ya jinsi ya vyombo vya usafiri vinavyotumika. Kwa hiyo kwa kutumia daraja hilo, maana yake tutahama hatua moja kwenda hatua ya pili, kwa maana ya Kigongo na Busisi
kwa haraka sana na kufanya shughuli zetu za kiuchumi na kujipatia kipato kwa kiwango cha juu. Kwa hiyo mimi nimpongeze sana hayati Magufuli kwa maamuzi magumu aliyofanya kulianzisha daraja hilo, lakini zaidi pia nimpongeze rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuliendeleza daraja hili na sasa linakwenda kukamilika